Bwana Unyemani pale mambo bado yanaendelea kutaradadi kweli kweli, wakati huu ambao wanajipanga kuweza kuhakikisha wanakiboresha kikosi chao kuelekea kwenye dirisha la usajili, lakini pia kwenye kuhakikisha wanapata kocha ambaye atakuja kukinoa vyema kikosi chao kuelekea kwenye mashindano ya kimataifa, lakini pia katika kuhakikisha pia timu yao inaweza kutoa taji ambalo imelipoteza kwa miaka minne mfululizo, na kuhakikisha pia wanaendelea kuwapa furaha mashabiki zao. Unajua kuna mpasuko mkubwa ambao unaelezwa kwamba upo pale Msimbazi kutokana kwa viongozi kutokuwa wanaelewana vizuri, lakini pia inaelezwa kuna mpasuko kati ya kwa upande wa wanachama na mwenyekiti wao Murtaza Mangungu, ambaye amekuwa akitajwa kwamba mmoja kati ya watu ambao kwa sasa hivi wanaivuruga klabu yao kutokana na kutokushindwa kuwaelewa, lakini pia kutokana na ule mkutano mkuu ambao ulifanyika na ukaonekana kuwa umemalizwa kinyemela. Sasa Simba ambao wanamsaka kocha mkuu kwa sasa hivi bado wanaendelea kupiga jaramba mguu pande mguu sawa kwenye kuhakikisha wanapata kocha ambaye atakuja kuielewa vizuri na kwa uharaka klabu yao na kuipatia matokeo ya haraka, kwa sababu hawana muda wa kuendelea kujipanga. Na moja kati ya makocha ambao wanatajwa kuweza kuwaniwa na Simba ni pamoja na kocha wa klabu ya Stellenbosch ambaye anaitwa Steven Becker mwenye umri wa miaka 57, ambaye ni mmoja kati ya watu ambao wanatajwa mno kutokana na kile ambacho amekuwa kikifanya pale Afrika ya Kusini na klabu yake Stellenbosch. So Stellenbosch wenyewe wamesema kwamba mpaka sasa hivi hawapo tayari kuweza kumwachia kocha wao mkuu Steve Becker ambaye anatajwa sana pale Msimbazi, na hivyo bado wanaamini ataendelea kuikuza ile projekti yao ambayo ameianza pale Afrika ya Kusini, na wanaona kabisa ana fiti kuweza kuhakikisha wanafanikiwa kwa 100%. Lakini pia kubwa amekuwa kitajwa pia Miguel Gamondi kama Simba ameweza kurejesha majeshi kwa ajili ya kwenda kumuomba ili aweze kurudi aweze kwenda kuinoa klabu ya Simba baada ya kuweza kuipatia mafanikio klabu ya Yanga kwenye misimu kadhaa, lakini pia bado makubaliano rasmi hayajaweza kufikiwa kutokana na taarifa kuendelea kuishia juu. So hivyo tutaendelea kukufahamisha kama kocha huyu Afrika Kusini ataweza kukubali kutiwa mkwanja kisha atoe pale Msimbazi na kuinoa klabu yao ambayo kwa sasa hivi inapitia kipindi kigumu.